Mwanasheria David Evans Komba ametangaza nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Komba amesema amejitokeza kutokana na dhamira ya kuchangia maendeleo ya jimbo hilo, huku akisisitiza kuwa ni muda wa kuleta siasa safi na yenye kuunganisha watu. Amesema mchakato wa ndani wa CCM ndio umempa uhalali wa kutangaza nia mapema, akimtaja aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa William Lukuvi. Komba amesema atajenga juu ya misingi aliyoiacha kiongozi huyo, huku akiahidi kuwatumikia wananchi kwa uadilifu na kujali maslahi yao, na akisisitiza kuwa ni muda sasa jimbo hilo la Isimani kwa miaka 30 kubadilisha kiti cha uongozi, hasa nafasi ya ubunge, na kutaja kuwa yeye ataiwakilisha vyema nafasi hiyo. Hizi ni ripoti kutoka mkoani Iringa. Ndugu waandishi wa habari, tunafahamu taifa letu linaenda kwenye uchaguzi mkuu, na chama changu cha Mapinduzi kimetoa ratiba mchakato wa ndani ya chama kupata wawakilishi wa chama kwenye uchaguzi mkuu. Hivyo basi, nami nimewaiteni kwa habari mahususi ya mchakato huo. Kama nilivyosema hapo awali, kuwa nimebahatika kuzaliwa, kukulia na kusoma katika jimbo la Isimani ambalo lina hazina mbalimbali za uchochezi wa kiuchumi kama uchimbaji wa madini katika kata Malenga Makali, kilimo cha mpunga huko katika tarafa Pawaga, ufugaji na kilimo cha mazao mbalimbali. Jimbo hili la Isimani kwa historia yake nzuri limekuwa likiongozwa na viongozi mbalimbali akiwemo mzee wangu na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera na uratibu wa bunge, Mheshimiwa William Vingimemba Lukuvi, ambao wote kwa ujumla wamefanya kwa jitihada zao kuleta maendeleo katika jimbo hili tangu uhuru. Mheshimiwa William Vingimemba Lukuvi, historia itamkumbuka kama mbunge aliyekaa muda mrefu katika jimbo hili, hivyo kutokumuelezea na kutothamini mchango wake itakuwa si busara na wala iakisi upinzani wa siasa safi za Chama cha Mapinduzi ambacho ilani na kauli mbiu yetu ya uchaguzi 2025-2030 inasema kazi na utu. Ndugu waandishi wa habari, chama changu cha Mapinduzi kimekuwa kikimwamini mzee wetu Mheshimiwa William Vingimemba Lukuvi kwa awamu 6 kupeperusha bendera ya chama katika uchaguzi mkuu. Na mara zote hizo amekuwa akikipa ushindi wa kishindo chama chetu, hivyo kuwa mwakilishi pekee wa jimbo la Isimani kwa miaka 30. Na kwa moyo mkunjufu ninampongeza sana kwa uongozi wake wenye mafanikio na kuleta mabadiliko chanya katika jimbo la Isimani kwa kadri alivyoweza. Ameweza kusimamia serikali kujenga shule za kata katika kata zote 13 ambazo mimi ni mnufaika wake wa juhudi hizi. Nimeweza kusoma katika shule za msingi, shule za sekondari ambazo yeye alizisimamia kwa katika utekelezaji wa ilani za chama na serikali. Ameweza kusimamia uboreshaji wa miundombinu ya mawasiliano, huduma za afya na mengine mengi ambayo muda hautotosha kuyaelezea yote. Ni mtu mjinga pekee na asiye na shukrani ambaye anaweza kubeza mafanikio makubwa ambayo mzee wetu mzee Lukuvi ameyafanya katika kipindi cha miaka 30. Hivyo basi, kuendeleza juhudi za Chama cha Mapinduzi ya kutumikia wananchi na kuleta mabadiliko kwa kasi ya rais na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, basi ni wakati mwafaka wa mimi kijana mwenye maono makubwa na ya kisasa kupokea kijiti na kuanzia pale alipoishia. Baada ya kusema hivyo, ninawatangazia rasmi wananchi wa Isimani kupitia kwenu waandishi wa habari nia yangu ya kugombea ubunge katika jimbo la Isimani kwa kufuata kwa uadilifu michakato ya ndani ya chama changu. Mzee wetu William Lukuvi ni gwiji wa siasa za nchi hii na anafahamu miiko ya tamaduni za chama chetu cha Mapinduzi. Anafahamu vema siasa za uongozi za kuachiana vijiti zilizoasisiwa na mwenyekiti wetu wa kwanza wa CCM na rais wa kwanza wa nchi hii ambaye pia ni baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jambo hili lilitiwa nakshi kidogo na Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais Kazi Maalum, Mzee George Mkuchika, pale alipokuwa akitangaza kutogombea tena katika jimbo la Newala baada ya kuongoza miaka 20. Mheshimiwa Mkuchika alisema hivi, na nukuu, "Muda ni ukuta, ukishindana nao utakushinda." Na hili linadhihirika kwa mbunge wa nchi moja jirani kutangazania akiwa hajiwezi
baada ya kuongoza kwa miaka mingi. Huko ni kupigana na muda, ambapo kivyovyote vile huwezi kuushinda muda na uhalisia. Na kwa kutambua hilo, Mheshimiwa William Vingimemba Lukuvi aliongoza kwa miaka hiyo 30, mimi nikiwa bado sijazaliwa. Alitangaza zaidi ya mara moja kwamba hatogombea tena 2025. Hii itamjengea heshima kwa wananchi wa Isimani na taifa kwa ujumla kwa utumishi wake uliotukuka na ulioacha alama isiyofutika, na hivyo kujumuika katika orodha ya wazee wetu wa chama ambaye atatusimamia sisi vijana tunufaike uzoefu, maarifa, hekima na busara zake.